Huzuni kubwa imetanda mkoani Kigoma kufuatia ajali ya boti iliyotokea katika maji ya Ziwa Tanganyika wakati watumishi 18 wa serikali walipokuwa wakisafiri kuelekea kijiji cha Kagunga kwa ajili ya kutoa huduma ya chanjo kwa wananchi. Ajali hiyo imesababisha vifo vya watu 7 huku wengine wakinusurika, hali iliyozua huzuni kubwa kwa wananchi na familia za marehemu kwa ujumla. Wananchi wa Kigoma Kaskazini, halmashauri ya Kigoma na wafiwa wote, poleni sana. Msiba huu ni mzito, msiba huu ni wetu sote. Mimi mbunge nimeupokea kwa masikitiko makubwa sana. Nikitazama vijana waliolala pale ni wadogo, ni nguvu kazi ya taifa, lakini leo wamelala na hawawezi kusimama tena. Natoa pole za dhati kwa wanafamilia. Mungu awape moyo wa subra na Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, watumishi hao walikuwa wakivuka Ziwa Tanganyika kwa kutumia boti huku wakielekea Kagunga kutekeleza majukumu yao ya kuwahudumia wananchi. Hata hivyo, safari yao ilikatishwa ghafla baada ya boti waliokuwa wakisafiria kupata ajali katika ziwa hilo, tukio lililosababisha kupotea kwa maisha ya baadhi ya watumishi hao waliokuwa katika jukumu muhimu kwenda kuwahudumia Watanzania. Sisi kama ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tumepokea tukio hili kwa masikitiko makubwa, kuwapoteza vijana wetu ambao walikuwa wanakwenda kutekeleza majukumu yao. Sisi hatuna kubwa sana la kuweza kusema. Leo viongozi wa dini pamoja na wananchi wamekusanyika hapa kufanya maombi maalum kwa ajili ya kuwaombea marehemu waliopoteza maisha katika ajali hiyo, huku wakiziombea roho za marehemu zipumzike kwa amani. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Allahu akbar. Akizungumza katika mkusanyiko huo wa maombolezo, viongozi wa serikali wakiongozwa na mkuu wa mkoa wa Kigoma walitoa pole kwa familia za marehemu na wananchi wote wa mkoa huo. Aidha, wamesema taifa limewapoteza vijana waliokuwa tayari kujitoa kwa ajili ya kuhudumia Watanzania, huku wananchi wengi wakijitokeza kwa wingi kutoa heshima zao za kuwaaga marehemu katika hali ya huzuni na majonzi makubwa. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anawapa pole kwa msiba huu. Ndugu zangu wafiwa, huu msiba si wa kwenu peke yenu, ni wa kwetu wote. Kazi walizokuwa wanafanya kwa ajili ya Watanzania, na wamekufa wakiwa wanatetea Watanzania. Mmetuletea vijana wazuri, ni vijana ambao walikuwa wako tayari kusaidia Watanzania, sababu wakati mwingine unaweza kuleta mtoto wakawa ni tatizo kwa Tanzania, lakini hawa wamekuja, wameajiriwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na walijitoa kwa ajili ya kusaidia Watanzania, na walikuwa wanakwenda kutoa chanjo, lakini pia walikuwa wanakwenda kuandikisha bima kwa ajili ya bima afya. Kwa hiyo ndugu wafiwa, mfarijike na hilo kwamba vijana wenu wameondoka hapa duniani wakiwa wanatetea maisha ya Watanzania. Kutoka hapa mkoani Kigoma katika eneo la mazishi, maombolezo yakiendelea. Hii ni Kanyuka TV. Tutembee